Leo akivuliwa bingwa wa CAF Champions League. Yako mambo mengi ya kuzungumza kwenye mechi kwa sababu Ahali wako nyumbani wanacheza na Masandawana kwa maana Mamelodi Sundowns. Hii ni Continental Derby. Ni derby ambayo imekuwa inabeba uzito wa bara zima la Afrika. Yaani wakikutana hawa inakuwa ni derby ya bara. Sasa kikosi cha Marcelo Kola kuweza kuondosha kwenye mashindano, hii ni African shock. Yaani tena unakwenda kushinda kwenye dimba la Cairo International, ni shock ya Afrika. Sasa moja kitu ambacho mimi natamani nikizungumze zaidi kwa haya ambayo nimeyaona kwenye mechi ya leo, naweza nikazungumza kwamba Marcelo Kola amewafanya Ahali waweze kushindwa kutetea taji lao, kwa sababu yeye ndio amebadilisha karibu falsafa nzima ya namna ya Ahali wanavyotakiwa kucheza. Ahali ilikuwa na basic formation kwa maana the system ya Fortress League. Kipindi cha nyuma wanacheza kina Amri Zaki, wakina Abtrika, moja ya wachezaji walivyokuwa na viwango vikubwa sana, namna ambavyo walikuwa wanaitumikia Ahali. Wakati huo wanafanya vizuri pia kwenye timu ya taifa ya Egypt wakiwa chini ya Sheata. Walifanya vizuri mno. El Samuel Hadari, golikipa ambaye alikuwa na ubora mkubwa sana. Sasa yeye amekuja kuchange. Leo anaweza akaondoka na 4 akaondoka na 3 tu wachezaji watano pale, kwa maana eneo la nyuma akatengeneza tena 3 ya wachezaji wa katikati, akatengeneza tena wachezaji wawili mbele. Mwisho wa siku amebadilisha mfumo kabisa wa uchezaji. Baadhi ya wachezaji wamekuwa wanapata wakati mgumu sana kuingia kwenye mfumo huo wa kocha Marcelo Kola katika namna ya kucheza ili kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo. Mfano leo angalia target ya mwalimu. Timu imekuwa solid zaidi kwenye kuzuia, kwenye kudefend. Hajatengeneza timu hatari zaidi kwenye eneo la kuataki. Wakati Ahali ni timu ambayo imezoea kuwa katika mazingira mawili. Moja ni timu ambayo ina total possession, lakini pia ni timu ambayo ina total attacking. Inakuwa na uwezo mkubwa sana wa kudominate possession, lakini pia inakuwa na uwezo mkubwa sana wa kutengeneza nadharia na mazingira ya kushambulia. Sasa leo angalia majibu ambayo yamekwenda kuwa ya tofauti kabisa, ambayo hesabu za Marcelo Kola zinaenda tofauti. Mfano kwenye mechi, takwimu tu ndogo, wakina Adams, Lucas Libeilo pamoja na Marcelo Allende kwenye eneo la midfield wamefanya kazi kubwa sana kwenye takwimu za mechi ya leo na kuwafanya timu ya Mamelodi Sundowns kutengeneza ubora wa kutokuruhusu magoli. Leo mechi inamalizika, Ahali wamepiga mashuti 10 golini. Mamelodi Sundowns wao wamepiga mashuti 8. Utofauti ni mashuti mawili, lakini bahati mbaya namna ambavyo timu ya Ahali imekuwa inacheza, imekuwa inajilinda mno. Inapofika mbele wachezaji wanakuwa wanafika mbele wachache, na mwisho wa siku maamuzi wanaokuwa wanafanya anakuwa muda mwingine hayana ubora. Wamefika mara 10 shoot ambazo wamezicheza hawa mashuti 8, lakini mashuti ambayo wameyacheza katika ubora mkubwa yote yamekuwa the same, iko kwa maana mashuti matatu on target. Lakini bahati nzuri ama mbaya, golikipa Mohamed Elshanawi amefanya kazi kubwa. Dakika 90 anakwenda kujifunga Ibrahim, ambaye ni moja ya mtu ambaye huwezi kumlaumu kwa sababu haina mpira ambao ulipigwa mtu yote anaweza akajifunga. Lakini eneo pekee ambalo limeleta utofauti, namna ambavyo Mamelodi Sundowns wamedominate mpira kwenye kupiga pasi wakati wao kwenye dimba la ugenini, kwa maana Cairo International zaidi ya pasi 540 na wameweza kuzicheza ugenini zidi ya pasi 360 na za wenyeji ambao walikuwa nyumbani. Mara ya mwisho Ahali kupigiwa pasi hizo wakiwa nyumbani walipigiwa na Masandawana enzi hizo chini ya Pitso Mosemane. Walikuwa hajawahi tena kwenda timu nyingine kwenda kudominate katika ubora mkubwa wao wakiwa nyumbani. Mara ya 3 sasa Mamelodi Sundowns anaingia finali kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika. Maana yake kwenye the history kama hii mara yako ya 3, kuna possibility kubwa sana kwamba kombe hili wana uwezekano mkubwa sana wa kulibeba regardless ya wapinzani wawili waliobaki, kwa maana FC Pyramid, ambao Pyramid wamekuwa na hatari zaidi kwenye kufunga magoli hasa wanapopata nafasi, pamoja na Orlando Pirates ambao wenyewe ni timu ambao wanajuana. Sasa ukirudi kwenye position 60% leo Mamelodi wamedominate mpira. Unakuja unaangalia kikosi cha Ahali chini
ya tacticians ambaye namzungumza Kola, kwamba wachezaji wake wa mbele ametengeneza triangle mbele, kwa maana akina Ash namna ambavyo anatakiwa kupeleka mashambulizi. Wamekuwa na weakness kubwa sana kwenye eneo la mbele, kwa sababu namba 9 mwenye ubora mkubwa sasa hivi hayupo. Walikuwepo akina Pestau, walikuwa wanafanya mambo makubwa sana. Leo utakuta kuna mtu anaitwa Abuari, ingawaje leo kwenye mechi ya leo alikuwa isolated na hakuwepo moja kwa moja kwenye squad, lakini kwa namna ambavyo ukiangalia takwimu zinakuonesha kanda kwamba asilimia zaidi ya 92 ilikuwa inakuonesha mtu aliyeumiliki mpira zaidi alikuwa ni Mamelodi. Sasa kwenye kwenda mbele hawa wameenda mara 10, lakini wamefika golini kwenye target 3 tu. Hii inakuonesha mwalimu anayewafundisha Ahali anawaza zaidi kujilinda, na ni kiukweli kabisa kanda niseme kwa dakika zilivyokuwa zinaenda kulikuwa kuna possibility kubwa sana Ahali angeshinda. Bahati mbaya alipokosea ni kutokupata goli tu away. Angepata goli, yani kosa lake ameshindwa kuitengeneza mbinu kujilinda kwa usahihi. Sasa nani alaumiwe hapo? Hapa ni Marcelo Kola, kwa sababu mechi alikuwa ameshaimaliza. Mfumo wake umemlipa misimu miwili, lakini bado hata awamu hii umeendelea kumlipa. Umemlipa chini ya Ibenge. Ibenge alikuwa na kikosi bora sana kwenye hatua ya quarter final. Alishinda moja akiwa Cairo International Stadium, akaenda kushinda goli lingine moja Mauritania. Ibenge na vijana wake wakina Kamgisha, wakina Korobadi walirudi nyumbani kwa sababu ya mbinu tactics za kucheza kwa kujilinda na kushambulia ambazo amezi-implace sasa hivi Marcelo Kola, ambaye lawama zote hizi kwangu na wa Egypt naweza nikazipeleka kwake moja kwa moja, kwa sababu yeye alikuwa na timu hata ya kuamua kucheza kubato na Mamelodi Sundowns, angeweza kupata magoli kwa hakika. Pyramid na Orlando. Saa 3 ni Pyramid dhidi ya Orlando Pirates. Naiona ni mechi ambayo kwa namna ambavyo Pyramid wanacheza kuna uwezekano mkubwa sana mechi hiyo ikazalisha zaidi ya magoli 2 mpaka 3. Sasa bahati mbaya timu zilizoko Misri lazima ziwe makini sana. Pyramid wanafunga sana, lakini pia na wao wanafungwa kidogo. Sasa bahati mbaya hatua hii ilipo, tuko kwenye hatua ambayo goli moja ukilipata ugenini linazaa goli lingine. Ni mechi ambayo ni ya kimbinu zaidi ikilinganisha na Orlando ambao wamekuwa na ubora mkubwa. Moja ya timu ambayo ilifika kwenye hatua hii unbeaten. Ilikuwa imekwenda unbeaten to the CAF Champions League tournament. It was Orlando Pirates. Yani ni timu ambayo haijafungwa mara kadhaa kwenye mashindano. Ni timu ambayo imekuwa inapata matokeo na ina baadhi ya vijana ambao wana ubora mkubwa sana, kina Mofokeng, namna ambavyo wamekuwa wanatengeneza mipira, wana slide katika ubora ambao ni mkubwa sana. Lakini muangalie Fiston Kalala Mayele, ndio mchezaji hatari zaidi, a dangerous player ambaye amekuwa sehemu ya kikosi cha Pyramid. Na kama utakumbuka aliweza kuconvert kwenye mechi ya kwanza ambayo ilicheza South Africa kwenye baadhi ya nafasi, lakini unakumbuka magoli yalikataliwa. Ilikuwa ni sehemu ambako video assistance referee ilifanya kazi yake katika ubora mkubwa sana pale South Africa. Na kwa namna ambavyo sasa mambo yamekuwa, Mamelodi amefika finali. Dr. Patrick Motsepe, the president of the confederation, rais wa shirikisho, maana yake sasa sio tu kushangilia, kuna uwezekano mkubwa sana Mamelodi kufika finali itawaboost hawa Orlando kwamba na nyinyi katafuteni goli. Mkitafuta goli mko away, kuna possibility kubwa sana mkaingia finali. Hii kufuzu kwa Mamelodi kumeongeza ugumu zaidi kwenye mechi ya saa 3.